Tunaye hapa afisa tarafa ambaye pia amekuwa msimamizi mzuri. Tunaye mtendaji wa kata, mtendaji wa kijiji, lakini pia wanakamati. Kila unapokuja hapa unakuta wako kazini. Kwa mimi niwapongeze sana, pamoja na kwamba kamati itakuwa na nafasi pia ya kusema, lakini mimi kama mkurugenzi binafsi niwapongeze sana. Iwe ni weekend, Jumamosi, Jumapili, watu wako site. Na ndio maana tunaona jengo letu limefikia hapa. Na hata ukisikiliza taarifa yetu, mchango wa jamii upo wa kuridhisha. Na kwenye miradi yetu hii yote, Mheshimiwa Mwenyekiti, huwa tuna taratibu. Kabla ya mradi kuanza, huwa tunakuja na timu ya CMP. Tunatoa orientation, maelekezo kwa kamati. Tunatoa taarifa ya fedha na namna yote, process nzima ya kukamilisha mradi. Niwashukuru sana hatua zote. Kuanzia mkutano wa kwanza wa kuanzisha mradi wameshiriki vizuri, lakini pia kwenye kazi za kila siku za kusimamia mradi. Huku tukijua kwamba Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye hii usimamizi wa miradi hakuna fedha ambayo tunawalipa. Ni kwa sababu huu mradi ukikamilika unaenda kuhudumia jamii husika. Ili kujenga ownership ya mradi, ndio maana tunakabidhi wananchi wanakuwa ni sehemu ya usimamizi wa kamati. Kwa hiyo naomba tujipigie makofi na tujipongeze wana kamati. Kwa sababu hii ni kamati, naongea hivi kwa sababu inawezekana ikawa ni kamati ya mfano kwenye wilaya yetu. Ujenzi tunaoendelea nao hapa, tunajenga pia Madilu kituo cha afya. Nadhani wakati mwingine tutafika kule. Lakini kwenye kamati kwa kweli, jamani, nimeupiga mwingi, tujipigie makofi. Tuwapongeze sana pia viongozi wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya kata. Toka tunaanza huu mradi kwenye kile kikao cha kwanza ambapo pia mimi nilihudhuria pamoja na timu yangu, tulikuwa pamoja na tukaelekezana. Lakini pia na Mheshimiwa Diwani nilipata nafasi ya kupongeza, ni diwani mpya lakini tumeshirikiana kwa kila hatua. Kwa hiyo hata hii nguvu ya wananchi, pasipokuwa na Mheshimiwa Diwani na chama kuingia kati na kuongeza nguvu, tusingeweza kufika hapa. Wataalamu wanaweza kufanya kazi yao, lakini bila kuwa na msukumo wa upande wa pili wa siasa na utashi, tusingeweza kufika hapa. Kwa hiyo niwapongeze sana na niombe tuendelee kushirikiana. Kwa sababu naamini Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kuwa tumemaliza awamu ya kwanza ambao ni milioni 250, utaratibu ni kuomba fedha zingine milioni 250 kwa ajili ya kukamilisha miundombinu ambayo imebaki. Na kwa kuwa tutakuwa tumemaliza kwa wakati na kwa standard, naamini kwamba tutapata fedha zingine. Kwa hiyo mimi niseme tu, sisi ngazi ya wilaya kwa kweli mnatutia moyo sana kwa kuhakikisha kwamba tunashirikiana na nyie kwenye ujenzi huu. Kile kikao cha kwanza tulichokaa pamoja pale, nakumbuka ule wingi, mimi nilipofika tu pale niambia wenzangu, niambia hapa kuna jambo la kujifunza. Na kweli kikao cha kwanza kimekuja kuonyesha matunda zaidi, kwa sababu kulikuwa na wenyeviti wa vijiji walifika wote, vitongoji walifika wote, viongozi wa chama wote walifika kuanzia matawi mpaka kwenye upande wa kata. Kwa hiyo tulifanya kikao ambacho ni kizuri. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana, naomba tuendelee kushirikiana.